Lakini basi katika masomo haya tuliyosikia katika Jumatano ya Majivu, tunaalikwa kutafakari juu ya wazo linalosema kwamba majivu ni ishara ya unyenyekevu. Ndio wazo tunalotafakari katika mwanzo kabisa mwa kipindi hiki cha Kwaresma. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, tunatafakari upendo wa Mungu kama nilivyosema, ambao Kristo anaonyesha kwetu, kwanza kwa kukubali kupokea madhambi yangu, kupokea madhambi yako, ili sisi sote tuweze kukombolewa na kuingia katika ishara ya upendo, ishara ya matumaini na amani mbele ya Mwenyezi Mungu. Kumbe sisi sote tunaalikwa leo hii tunapoanza kipindi hiki cha Majilio cha Kwaresma, basi ni kipindi cha kutazama sisi sote, tukitambua kama mimi na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu hatustahili, mimi na wewe ni wa dhambi mbele ya Mungu. Kumbe tunaalikwa sasa kurudi juu ya uhalisia wa maisha yetu, kurudi nyuma na kutambua kila ambacho naalikwa kama Mkristo leo hii. Kama tunapaka kwa majivu, tunakumbushwa juu ya udogo wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunakumbushwa mimi na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu si kitu. Kumbe majivu yawe ishara ya unyenyekevu, yatukumbushe sisi sote tunapoanza kipindi hiki cha Majilio, kweli kawa ishara, kipindi cha ishara cha kujifanya sisi sote, ili tuweze kutambua ukuu wa Mungu katika maisha ya kila mmoja wetu. Kumbe katika mahubiri tutakayosikia leo hii, yasiyo mahubiri ya kwamba angekuwa mtu fulani yalikuwa na muhusu yeye. Hapana. Mahubiri tutakayosikia yanatuhusu sote, kwa sababu ni wa dhambi, kwa sababu tunastahili, tunahitaji huruma ya Mungu na upendo wa Mungu, ili sisi sote tuendelee kuonja ukuu wa Mungu katika maisha ya kila mmoja wetu. Kumbe kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi ambacho kinatualika kutafakari juu ya mateso na kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi ambacho kinatualika sisi sote kwamba dhambi inatokea kwamba tumeshindwa kufika mahali fulani. Dhambi inapotokea ni pale ambako tumeshindwa kuonesha upendo wa Mungu, zaidi sana tukaonesha chuki, tukaonyesha majivuno. Ndio maana tunaingia katika hali ya dhambi. Hali ya dhambi inatufanya tushindwe kufika sehemu ambako Mwenyezi Mungu ametupania kila mmoja wetu kufika. Kumbe dhambi inatufanya tumuumize Mwenyezi Mungu. Dhambi inatufanya sisi sote tushindwe kutenda mema. Lakini pia dhambi inatufanya tuumizane sisi kwa sisi. Ndio maana katika kipindi hiki cha Kwaresma basi tunaalikwa kwamba turudi, tujitathmini sisi sote, tukitambua kama tumemkosea Mwenyezi Mungu. Basi ni kipindi ambacho tunaalikwa kutafakari juu ya maisha yetu sisi sote, ili tuone kwa namna gani tumemkosea Mwenyezi Mungu na ni kwa namna gani tunarudi katika kipindi hiki cha Kwaresma, ili tuweze kufanya toba, tuweze kuwa watu wa sala, tuweze kuwa watu wa sadaka ya kumtolea Mwenyezi Mungu, kama tulivyosikia katika somo la Injili kwamba tunapotoa sadaka zetu tusiangalie kile ambacho kinatolewa, bali sadaka zetu tufanye sisi sote tuweze kuonja upendo wa Mungu katika maisha ya kila mmoja wetu. Mtakatifu Agustino anatukumbusha kwamba tusijivune, bali tutambue kwamba sisi sote ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Haya maneno ya Mtakatifu Agustino yatukumbusha sisi sote kwamba tunahitaji msaada wa Mungu, ili sisi sote tuweze kurejea katika huruma na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Lakini basi katika kipindi hiki cha Kwaresma tafakari mambo manne ambayo yatakayosindikiza katika kuelekea hii siku 40 tunakotafakari juu ya mateso na kifo Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe tukitambua kwamba baada ya mateso haya kuna ufufuko ambao Kristo mwenyewe anauleta, na ananikumbusha mimi na wewe kwamba katika mateso na mahangaiko mbalimbali, mwisho kwa mwisho tutapokea ufufuko kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, pale ambako mimi na wewe tutabaki waaminifu, pale ambako mimi na wewe tutabaki kumpenda Mungu katika upendo ulio dhahiri, upendo ambao Mwenyezi Mungu anatamani uonekane katika maisha ya kila mmoja wetu. Katika jambo la kwanza tutafakari katika kipindi hiki cha Kwaresma, hasa katika Jumatano ya Majivu, ni ishara ya udogo. Tunapopaka majivu, ndugu zangu, tunakumbushwa juu ya udogo wetu. Tunapokwenda mbele ya Mungu kuomba msamaha, hasa katika kiti cha maungamo, ndiko tunaashiria ile ishara ya udogo, ishara ya unyenyekevu, kwamba tukitambua sisi sote tumemkosea Mwenyezi Mungu, tunahitaji msaada na huruma ya Mungu.
Amen. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu nimekosa mimi. Tuishie hapo. Hayo maneno ambayo kila mmoja anatamka kwamba nimekosa mimi, nimekosa sana. Na imani kila mmoja anatamka. Hamna mtu ambaye hayatamki haya maneno. Kumbe haya maneno yanatukumbusha sisi sote kwamba mimi na wewe ni wadhambi mbele ya Mungu. Kwamba nimekosa mimi, nimekosa sana. Haya maneno ambayo tunayatamka leo hii basi yatusindikize na tusaidie sisi sote katika kipindi hiki cha Kwaresma, tuone kwamba udogo wetu mbele ya Mwenyezi Mungu unahitajika. Yale ambayo tunaona kwamba sisi tunastahili kuyatenda, lakini basi kupitia huruma ya Mungu na msamaha wa Mungu tunaalikwa kurudi nyuma, kujishusha, tukitambua kwamba sisi sote ni wadogo mbele ya Mungu. Tunahitaji huruma yake ili mimi na wewe tuweze kukombolewa katika dhambi na katika mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu anatamani kutukomboa kutoka utumwa wa dhambi. Jambo la pili tunatafakari katika kipindi hiki cha Kwaresma, hasa tunapoanza na Jumatano hii ya Majivu, ni ishara ya toba na utakaso. Mara kadhaa mapadre wanapobadilishwa huwa wanatoa maneno yao mbalimbali ambayo yanaweza kaongoza katika upadre wao, au maneno ambayo wao katika maisha yao wanatamani yaendelee kuwa mfano wa maisha yao ili wasindikize katika maisha yao ya ukuhani. Na wengi wanatoa maneno kadhaa ambayo na ninyi wenyewe mnakuwa mashuhuda kwamba Bwana aliita, maskini aliita, Bwana akasikia. Au mwingine anaweza akasema mimi hapa nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Lakini pia nami nilichukua maneno ya mzaburi kwamba nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu alionitendea, nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Lakini pia kuna mmoja aliwahi kuandika akasema, niombeeni ninapokuwa muda wote ninapokuwa majini niweze kutakaswa. Haya maneno ambayo kila mmoja anayatoa hasa katika soveni yake, katika maneno yake, katika mambo mbalimbali anayotoa, ni maneno ambayo yanaashiria kila ambacho yeye mwenyewe anakitambua katika Mwenyezi Mungu alichomtendea. Kumbe nasi ndugu zangu, katika maisha yetu yawezekana mara kadhaa tumesikia maneno hayo, au nawe pia kuna maneno ambayo unatamani mara kadhaa uyasikie katika maisha yako. Kumbe maneno haya ambayo kila mmoja wetu anatamani kuyasikia na kila mmoja wetu anaweza kuyachagua katika maisha yake, katika kuishi kwake, basi maneno hayo yatusaidie sisi sote, hasa katika iwe ishara ya toba na ishara ya utakaso. Maneno haya ambayo tunayachagua mara kadhaa si maneno ambayo tunayachagua labda kwa kujionesha, au ni maneno ambayo tunayachagua kwa kujinufaisha kwamba tumekuwa makuhani au tumekuwa mapadre, hatuhitaji tena utakaso, hatuhitaji toba. Hapana. Ni maneno ambayo yanatukumbusha sisi sote au yanatualika katika maisha ya kila mmoja wetu kwamba katika maisha ambayo kila mmoja wetu ameyachagua si maisha ambayo sisi sote ni wakamilifu. Ni maisha ambayo yanatualika sisi sote kuendelea kutambua neema na baraka za Mwenyezi Mungu, zaidi sana katika sakramenti ya upatanisho. Kumbe sakramenti ya upatanisho ndio inayopatia msamaha wa kweli na rehema ya kweli. Haya mengine ambayo tunakutana nayo katika maisha ni neema za msaada zinazotusaidia sisi sote kuendelea katika neema ya utakaso. Kumbe katika kipindi hiki cha Kwaresma basi tuone ishara ya toba na ishara hii ya utakaso itufanye sisi sote tuweze kutambua ukuu wa Mungu na kurudi kwake, tuweze kujipatia neema na msamaha wa kweli. Baba Mtakatifu Francisco, mojawapo mwanahabari, alimhoji akamuuliza Buogorio ni nani? Hilo lilikuwa ni jina la Baba Mtakatifu Francisco. Alipomuuliza hivyo alisema kwamba mimi ni mdhambi. Kama Baba Mtakatifu anatamka maneno hayo kwamba yeye ni mdhambi, yamkini mimi na wewe tusijione kwamba tunastahili, bali tujione kwamba mimi na wewe ni wadhambi
na tunahitaji huruma na msamaha wa Mungu utakaotukomboa kutoka katika madhambi yetu na kutuweka katika njia iliyo sahihi. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, hasa kipindi hiki cha Jumatano ya Majivu, tunapoanza kupaka majivu. Majivu ni ishara ambayo inatukumbusha kwamba tunahitaji kurudi kufanya toba mbele ya Mungu. Tunakosoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 aya 19 inatuelekeza na tukumbusha kwamba wanadamu ni mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini pia kitabu cha Yona ile sura ya 5 aya 3 inatukumbusha jinsi wana wa Yona ambao walifunga na wakajivika magunia. Lakini pia kitabu kusoma kitabu cha Danieli ile sura ya 9 aya 3 ambapo Danieli naye alifunga na akajivika magunia, ikiwa ni ishara kwamba yeye ni mdhambi, ikiwa ni ishara kwamba ya toba. Kumbe ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunakokianza, basi kitukumbushe sisi sote, hasa katika ishara ya toba na ishara ya utakaso. Jambo jingine tunalojifunza ni ishara ya majiundo, ni ishara ya majirudio, kurudi kwa Mungu. Hipo methali ambayo inatukumbusha sisi sote kwamba moyo ni mweusi lakini meno ni meupe. Kumbe katika mioyo yetu, ndugu zangu, tunaalikwa tupandikize yale yaliyo mazuri. Kama meno yalivyo meupe, basi na mioyo yetu iwe meupe vivyo hivyo. Kama tulivyosikia katika somo la Injili kwamba tusioneshe wema wetu mbele ya watu, bali wema huo uanzie katika maisha ya kila mmoja wetu, katika mioyo yetu. Wema usionekane machoni pa kila mmoja wetu, bali wema huo uanze katika maisha ya kila mmoja wetu, ili kile ambacho tunakisema, tunakisadiki, tunakiishi, tunamtendea mwingine, kitoke katika mioyo yetu. Kumbe tukifanya hivyo, basi kweli tutaishi Injili, kile ambacho Kristo anatualika kwamba wema wetu usianze machoni pa watu, bali wema wetu uanzie katika mioyo yetu. Kumbe katika kipindi hiki basi cha Kwaresma tunakualikwa kutenda mema, na tunakualikwa na ujumbe kwamba tusichoke kutenda mema, tukatende mema zaidi katika maisha yetu, na baada ya maisha yetu ndiko tunaweza kutenda mema katika maisha ya watu wengine. Kumbe tunakotafakari haya yote, ndugu zangu, yatusaidie sisi sote kuweza kutenda mema katika kipindi hiki cha Kwaresma, zaidi sana katika maisha ya kila mmoja wetu. Tutoe kile ambacho tunastahili kuwatendea watu wengine, kile ambacho Kristo mwenyewe anatamani alichokitenda hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma, na akaonyesha upendo wake, akatukomboa katika utumwa wa dhambi. Sisi ambao tulistahili kupokea mateso na mahangaiko haya, lakini Kristo anaonyesha moyo wa upendo na moyo wa ukarimu, ili mimi na tukombolewe kutoka utumwa wa dhambi. Na jambo la hili tunatafakari katika kipindi hiki cha Kwaresma ni ishara ya ukumbusho wa msalaba na ufufuko. Tunakopaka mafuta majivu haya ya Kwaresma, tunakumbushwa kwamba Kristo ambaye ametukomboa katika msalaba, nasi hivyo hivyo tutakombolewa kupitia huo msalaba. Lakini pia katika msalaba huo ndiko tunapata huo ufufuko ambao Kristo mwenyewe alionyesha tangu mwanzo, na akatufua juu ya msalaba ili sisi sote tuweze kutoka utumwa wa dhambi. Kumbe majivu haya ambayo Baba Mtakatifu Urbano wa Pili ambayo aliyataka yafanyike, ambayo tunapaka kwa Jumatano ya Majivu, ni majivu yale ambayo yanatoka katika mti wa mtende ambayo alitumika ile siku ya Jumapili ya Matawi tulipokuwa tunamshangilia Yesu akiingia Yerusalemu, Hosana Hosana mwana wa Daudi. Kumbe tunakopaka majivu haya ni ishara ya ushindi, kwamba tutayashinda yale yote ambayo tunakumbana nayo katika mateso na mahangaiko mbalimbali. Kumbe majivu ni salio la mti au kiti ambacho kinakaa jalalani. Kumbe sisi sote tunapaka majivu ambayo ni ishara ambayo kile ambacho kilikuwa kimekamilika sasa kinapounguzwa kinakuwa katika mtindo wa kutokamilika. Kumbe mimi na wewe, ndugu zangu, tunapopaka majivu tutambua tujakamilika mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutambue sisi sote mbele ya Mwenyezi Mungu tunahitaji msaada na huruma ya Mungu.
Kuna ndugu mmoja ambaye ni padre ambaye alikuwa katika siku kama hii ya leo, alikuwa akielekea Kigangoni. Alipokuwa njiani, alikutana na ndugu mmoja, akamsimamisha, akamwambia, aidha unipe pesa au maisha yako leo hii. Huyu padre alikuwa amevaa koti. Alipokuwa akifungua ili ampatie pesa huyu ndugu ili asiweze kumwangamiza, akaona Romanikora. Huyu akamwambia, kumbe wewe ni padre? Akasema ndiyo. Akasema basi acha. Kwa kuwa ni padre basi acha. Akamwambia, hapana, naomba nikupatie kila ambacho ulikuwa unakihitaji nikupatie. Na baadaye padre alipokuwa anaelekea hasa katika kuadhimisha hiyo Jumatano ya Majivu, alikuwa na boksi la sigara. Akataka kumpatia huyu ndugu kwamba basi kwa kuwa hutaki pesa, ngoja nikupatie boksi la sigara. Akasema hapana, tu katika kipindi cha Kwaresma tunasihitaji mambo hayo. Kumbe ndugu zangu, tunajifunza nini katika kipindi cha Kwaresma? Si yale mambo ambayo tunaalikwa na makanisa kuyafunga, labda nyama, hapana. Twende zaidi katika kile ambacho tunahitaji kukifunga katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kumbe katika kipindi hiki cha Kwaresma kiwe ni ishara ya ukumbusho kwetu, kiwe ni ishara ya kutukumbusha sisi sote kwamba tunahitaji sisi sote kushuka chini, tunahitaji kwenda zaidi ya kufunga nyama na vitu vingine ambavyo tunaalikwa kufunga. Yale ambayo tunaalikwa kujinyima, basi kweli tuyafanye katika moyo wa upendo, moyo wa ukarimu na moyo wa kujinyima, ili tuweze kuwasaidia watu wengine. Zaidi sana tujisaidie kwanza sisi wenyewe ili tuweze kuwasaidia watu wengine. Tuombe neema hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma tukianza leo, kitusaidie hasa katika maisha ya kila mmoja wetu. Turudi nyuma, tutambue sisi sote mbele Mwenyezi Mungu ni madhambi. Sisi sote tunahitaji huruma na msamaha Mwenyezi Mungu, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Zaidi sana tusichoke kutenda mema. Kristo.